Okay, wewe unasema asante, samahani, naweza kuuliza? Nikamwambia uliza tu. Anasema katika tendo, ule uteute mzito mweupe kama white cement unaobaki mwishoni mwa uume huwa unaashiria nini kwa pande zote mbili? Okay, nikamjibu nikamwambia uteute mweupe wengi wanatafasiri kama uchafu, but si uchafu, ila unaasilia ishara mbili. Namba moja, nikamwambia kuna wanawake ambao wanapofika kileleni anaweza akatoa uteute mwingi au majimaji mengi. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, nikamwambia mwanamke ambaye hajaguswa muda mrefu anaweza toa uteute kama ishara ya uke kujisafisha. Na namba tatu, nikamwambia uteute mweupe ni sehemu ya ulinzi wa uke kwa ajili ya kulinda dhidi ya bakteria wabaya. Moja ya maswali mengi ambayo huwa nakutana nayo kwa wanaume kwa kuhisi kwamba wanawake wa aina hii wengi wanakuwa ni wachafu, kitu ambacho sio kweli hata kidogo. Na kuna faida sana ukipata mwanamke ambaye ana ule uteute mweupe, tena ule uteute ambao ni mwingi. Na hii kitu ni nadra kwa wanawake wengi leo, ni nadra sana. Wapo ambao paka awe aroused, yani paka aweze kuandaliwa, ndipo anaweza akatoa hii discharge, anaweza akatoa uteute mwingi sana. Lakini pia wapo ambao anapofika kilele, yeye hii discharge inaongezeka kwa wingi zaidi ukeni. Lakini pia wapo ambao anapokaa muda mrefu, uteute huu unazalishwa kwa wingi katika kuta za uke. Lakini pia Mungu wa mbinguni ameweka uteute huu kwa makusudi maalum ya kuweza kumsaidia mwanamke huyu kulinda afya ya uke, kulinda uke dhidi ya bakteria ambao ni wabaya. Katika uke kuna bakteria wazuri ambao wanaolinda uke, lakini pia kuna bakteria wabaya. Kwa hiyo bakteria wabaya wanapokutana na ule uteute ni ngumu sana kuweza kusababisha maambukizi. Lakini faida nyingine ya kwamba ni hii hapa, kuna ambao baada ya muda fulani ule uteute unatoka wenyewe automatically hata bila kushiriki tendo, ikiwa ni sehemu ya kuweza kujisafisha kwa maumbile ya kike au maumbile ya uke. Lakini pia wapo ambao wakati wanashiriki tendo, ile ingiza toa ya uume, kinachotokea ni kwamba moja kwa moja anapata discharge nyingi, ule uteute unatoka kwa wingi, na baada ya hapo ule uteute unakuwa haupo mpaka baada ya muda fulani. Kwa hiyo kuna aina ya wanawake pia, anapokaa muda mrefu, mwanaume anayekuja kushiriki naye asipoelewa sayansi hii, anaweza akafikiri huyu mwanamke ni mchafu. Lakini pia kuna baadhi ya wanawake wakiona hiyo hali anasema nina PID. No, PID ni ile hali ambayo uchafu unatoka mfululizo zaidi ya siku 7. Unashangaa siku 10, siku 14, wiki 2, uchafu unaendelea kutoka. Kwa hiyo ni faida kwa mwanamke kutokwa na uteute kama huu, lakini faida hii utaiona pale ambapo inakuwa ni ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mwanaume, usimwache mwanamke wa aina hii, sio uchafu bali ndio utamu mwenyewe, lakini pia ni sehemu pia ya kuweza ya kilainishi ambacho kimewekwa na Mungu mwenyewe. Achana na hivi vilainishi vya duniani, anakuambia sio nunua jeli gani, sio nunua mafuta gani ya massage. Hii ni kilainishi ambacho Mungu wa mbinguni amekiweka mwenyewe, ambacho mwanaume unapaswa uweze kufurahia kwa mke uliye naye. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Kwa swali lolote unaweza ukaweka comments yako hapo chini kwa ushauri na saa
kwa msaada wowote wa matibabu, masuala ya uzazi na nini, nipigie katika namba ifuatayo 0765493645, 0765493645. Bye bye.